mafanikio ya miaka minne ya Dr. Samia jiji la Dodoma. Usione vyaelea ujue vimeundwa. Usemi huu umekuwa ukitumiwa na watu wengi kulingana na yale ambayo yanaonekana. Sasa hapa jijini Dodoma, hususan katika kata ya Kizota, msemo huu ni dhahiri na unathibitika kutokana na hatua kubwa ya kimaendeleo iliyofanyika kwa kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kumekuwa na ujenzi wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hali kadhalika kukua kiuchumi na shughuli za kijamii kwa wakazi wa maeneo hayo. Kata ya Kizota inapatikana umbali wa kilomita 5 kutoka ilipo ofisi ya makao makuu ya halmashauri ya jiji la Dodoma, huku kata hiyo ikiwa na mitaa 6 ambayo ni mtaa wa Sokoine, mtaa wa Mkonongo, mtaa wa Relini, mtaa wa Kisabuje, mtaa wa Bwawani na mtaa wa Mbuyuni. Kata hii ina jumla ya wakazi 30,632 ambao kwa ujumla wao wamepokea neema ya kuwepo kwa maendeleo chini ya uongozi wa Rais Samia. Tunaelezwa kwa kina na diwani wa kata ya Kizota Jamal Ngalia jinsi kata yake ilivyonufaika kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo chini ya serikali ya awamu ya 6, huku akizitanguliza shukrani kwa Rais Samia kuwapatia zaidi ya shilingi bilioni 15 katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kushika madaraka, kuna vitu vingi amefanya kwenye kata yetu ya Kizota. Amejitahidi, amefanya vitu vingi sana kuibadilisha sura ya Kizota. Na mimi kama diwani naomba nikiri kama kiongozi wa halmashauri ya jiji la Dodoma, madarasa yamejengwa ya kutosha. Sasa hivi madarasa yalipo yanasubiria watoto, yanawasubiria wanafunzi wamalize shule waingie madarasani. Sio kama zamani tulikuwa tunakimbizana mpaka kunakuwa na ufaulu wa mara mbili, kwamba kuna watoto wanatoka Disemba, wengine wanatoka Februari. Yaani hiyo yote ni kutokana na uchache wa miundombinu ya shule. Kuletewa zaidi ya bilioni 15 kwenye kata na ukaanza kuzishuhudia na ukaziona na miradi ukaiona ukaifanya, ni jambo la kushukuru sana. Bilioni 15 ni bajeti ya nchi. Vinchi vyetu ambavyo vinatuzunguka, wengine wanakuta ndio bajeti yao karibia ya mwaka mzima. Wewe kata Kizota unaletewa bilioni 15. Ni jambo la kumshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Kwenye upande wa elimu, mimi nafikiri wakazi wa Kizota wengi wanafahamu. Pale Kizota kuna shule moja kongwe kidogo ilikuwepo pale. Mama alituletea zaidi ya milioni 500 kama na 80 na kitu. Tulifanya ukarabati, tukaongeza madawati, tukakamilisha ile shule. Yaani sasa hivi watoto ukifika ile shule unaweza kuona kama ni shule ya sekondari. Lakini vile vile ikawa haitoshi, mama akaona haitoshi. Mama akaja akatuongezea shule nyingine. Akatuletea zaidi ya milioni 300. Tumejenga shule yenye madarasa 8, ofisi za walimu, ina vyoo na ina shule shikizi pembeni. Ambayo hiyo fedha leo, hiyo shule Mungu akijalia, mwezi huu wa 4 tunakwenda kuizindua ile shule na watoto wataanza kusoma. Lakini hiyo ikawa haitoshi kwenye upande wa elimu. Mama akaona kuna eneo moja Mbuyuni, lile eneo linachukua nusu ya wananchi wa kata ya Kizota wako pale, na ile eneo watoto wengi walikuwa wanakwenda shule ya msingi Kizota na shule ya msingi Sokoine na Mnyakongo kata jirani. Lakini vile vile kawa haitoshi, tukaletewa fedha ambazo tumeanza nazo ujenzi. Tuna zaidi ya milioni 100 ambayo tumekuja kuanzisha madarasa 6, lakini ndani ya darasa 6 kuna darasa moja la Mheshimiwa Mbunge la mfuko wa jimbo, ambalo Mheshimiwa Mbunge ametuchangia kwa kiwango kikubwa. Lakini hili lote ni mpango wa mama, na hii shule mpaka hapa ilipo nafikiri plani za halmashauri ya jiji mpaka mwezi wa 7 tarehe 1, yani shule tutakapofungua shule mwezi wa 7 inatakiwa watoto nao tumeshawapunguza kwenye haya maeneo. Uwepo wa miundombinu hiyo katika sekta ya elimu umesaidia kupunguza changamoto mbalimbali zilizokuwa zikiwakabili wanafunzi wa maeneo hayo. Hivyo uongozi wa mtaa wa Mbuyuni ilipojengwa shule mpya ya msingi Mahungo, pamoja na wakazi wa maeneo hayo wakawa na machache ya kusema wakielekeza kwa serikali ya awamu ya 6. Awali ya yote nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea ujenzi wa shule ya msingi Mahungo. Kwa muda mrefu maeneo haya hayakuwa na shule, lakini kwa serikali ya awamu hii tumeweza kupata shule ambayo ni shule bora, ina majengo mazuri. Ukiangalia ni kama shule ya English medium, lakini shule za msingi za kawaida. Naamini watoto wa hapa wanakwenda kunufaika, hawatasoma tena mbali, watasoma hapa. Lakini sambamba na hilo, mtaa wangu una shule 2 sasa, ambapo kipekee ni shule Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde kwa kutuletea kuja kutusapoti
kuanzisha ujenzi wa shule ya Mbuyuni, ambapo kwa kushirikiana na nguvu za wananchi tumejenga madarasa 6 na ofisi 2 mpaka kufikia hatua ya upauaji, majengo yamepauliwa. Nipende kushukuru sana, na mshukuru pia Mheshimiwa Diwani wa kata ya Kizota Jamali, yupo pamoja na sisi katika miradi yote inayoendelea ndani ya mtaa wa Mbuyuni, lakini pia kata ya Kizota. Kwa jina naitwa Mwalimu Donatus Evaristi Gagula, ni mwalimu shule ya msingi Sokoine. Shule ya msingi Sokoine ndiyo inasimamia huu mradi ambao umetolewa kwa mradi wa Boost. Shule hii imeanza kujengwa tangu mwezi wa 10 mwaka 2024 hadi leo ilivyokamilika kufikia hatua hii. Tunategemea wanafunzi watahamia kwenye shule hii tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 baada ya wanafunzi kutoka kwenye likizo ya midterm. Manufaa yatakayopatikana kwa wakazi wa hili eneo, kwanza itawapunguzia kero wazazi, ule usumbufu wa wanafunzi kuwa wanaingia gharama kubwa kwenda umbali mrefu kupata elimu. Kwa hiyo wanafunzi ambao ni watoto wao wataweza kutoka umbali wa karibu na kufika hapa shuleni. Manufaa mengine ni kero ambazo wanafunzi wanazipata huko njiani. Serikali imeona kwamba iondoe hizo kero kwa wanafunzi ambao ni vijana wadogo. Kwa mfano, kero ambazo zinapatikana, wanafunzi wanahangaika usafiri, makonda wanawasumbua njiani, unakuta watoto wanakaa kwenye vituo vya daladala muda mrefu. Rai yangu ninayoitoa hapa ni wazazi wasiwabanie watoto. Wawalete watoto waje wajifunze, shule imejengwa, alafu washirikiane na walimu kuitunza miundombinu ambayo serikali inaingia gharama kubwa kuweza kutuwekea miundombinu kama hii. Mimi nikiongea nikiwa kama mzazi, kipindi cha nyuma changamoto ilikuwa watoto wakienda mbali kusoma kama kilomita 8. Sisi tukiwa kama watafutaji wazazi, kwenye utafutaji kule tunapata changamoto, tunawaza hawa watoto watarudi salama? Maana kuvuka barabara Singida Road mpaka shuleni kule, maana watoto wengine wanasomea Kizota, wengine Sokoine, wengine wanaenda Uhuru. Ni changamoto kubwa sana ambayo tulikuwa tunaipata, tulikuwa tuna mawazo makubwa sana kuwa watoto kama watarudi salama. Lakini mpaka sasa Mheshimiwa Rais ametuletea shule hapa, tunamshukuru sana. Tunaamini changamoto hizo zitaisha. Kwa upande mwingine, wakazi wa Mbuyuni waishio jirani na eneo ambalo unatekelezwa ujenzi wa mradi wa shule nyingine mpya ya msingi wanaelezea jinsi ukosefu wa shule ya jirani kwa watoto wao kujifunzia ulivyosababisha majeraha, huku uwepo wa ujenzi huo ukirejesha tabasamu na matumaini kwa wazazi hao kuhusu mustakabali mzuri kwa watoto wao kupata elimu. Kwa majina anaitwa Benjamin Steven Mahembe. Hapa kwetu Mbuyuni kuna huu mradi wa shule ambayo inajengwa, ni shule ya msingi ambayo tayari tulishapendekezwa iitwe shule ya msingi Ngalia, ambayo iko katika kata ya Kizota. Mradi huu una kama miaka 2 hivi, lakini chanzo cha huu mradi ni baada ya watoto kuendelea kugongwa, kwa sababu eneo lote hili watoto wanasoma shule ya msingi Kizota au hapo Sokoine. Kwa hiyo sasa baada ya kuona watoto wanagongwa mara kwa mara, tukaamua kilio chetu tukampelekea Mheshimiwa Diwani Jamali Ngalia, ambaye ni diwani wa kata ya Kizota, ya kuwa watoto wanaendelea kugongwa. Diwani akasikiliza kilio chetu, akaamua kutafuta eneo na akalipata hili eneo, akalitenga kwa ajili ya kujenga shule ya msingi ambayo tayari mnaiona hiyo hapo inaendelea na ujenzi. Tunaishukuru serikali kwa kushirikiana na hao viongozi wetu ambao ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, kwa kuweza kutupa sapoti kubwa sana mpaka kufikia hivi. Kwanza tunaishukuru serikali kwa kutupatia eneo kama hili ili tuweze kujenga shule yetu. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali. Jambo la kwanza. Jambo letu la pili, tunamshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuyabeba mawazo yetu ambayo tulikaa kwenye mkutano wa hadhara. Sisi kama wananchi tulimlilia kwa kuandamana kama wanawake. Watoto wetu walikuwa wanagongwa kila baada ya wiki, lazima utasikia mtoto amegongwa, amepata ajali, aidha kawa mlemavu au amekufa kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani aliambatana na sisi, akalifikisha kwenye ngazi ya mbunge. Mbunge naye akashirikisha serikali kuu. Basi kwa pamoja tukapata eneo hili. Kwa kuchangishana zile 20,000 zetu zile, pamoja na mfuko wa jimbo, pamoja na nguvu ya Mheshimiwa Diwani, najua ametumia nguvu kubwa sana, tumeweza kupata kitu kama hiki. Tumeweza kupata shule kama hivi inavyoendelea na ujenzi. Tunashukuru sana. Imagine watoto wetu kuanzia saa 11 asubuhi wako barabarani
wanapambania usafiri pamoja na wazazi wao kwa kuwasindikiza ili waweze kwenda salama. Wakirudi, mtoto ikishafika saa 11 hujamuona mtoto, unaanza kulia. Mtoto wangu sijui amekutwa na kitu gani, sijui ana jambo gani barabarani. Ukishamuona mtoto ndo mzazi moyo unatulia. Matarajio yetu, kwanza tutaepusha wale watoto ambao ni watoto wa mitaani, jambo la kwanza. Jambo la pili, tutakuwa tumeimarisha ulinzi wa watoto wetu pale wanapokuwa wanapata ajali na nini, zile ajali za barabarani zitakuwa zimepungua. Tunatarajia watoto wetu watasoma vizuri, kwani watoto wetu wanapenda sana kusoma na tunatamani waje kuwa mainjinia, waje kuwa wakina nani huko mbeleni baadaye. Sambamba na maendeleo hayo katika sekta ya elimu, vile vile serikali ya awamu ya 6 imefanya mapinduzi katika sekta ya afya, na hapa tunaelezwa jinsi ujenzi wa kituo cha afya kilichopo mtaa wa Relini kitakavyoenda kuondoa kadhia mbalimbali za upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa maeneo hayo. Mama ameleta milioni 500, zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Na bahati nzuri kile kituo cha afya ambacho nafikiri tutakiona, kile kituo kimegharimu zaidi ya milioni 500 kujengwa. Ni kituo kikubwa kwa Dodoma, sasa hivi kinaweza kashika namba ya 3 ukitoa Makole, ukitoa Ipagala, kile kituo kituo cha afya Ipagala. Lakini kituo ambacho kitafuata kwa ukubwa sasa ni kituo cha Kizota ambacho kina majengo, kina facilities zote. Na sasa hivi kile kituo Mungu akijalia tunaenda kukifungua muda sio mrefu kwa ajili ya kuanza kupokea wagonjwa na kuwahudumia wakazi wa Kizota. Kwa majina naitwa Elizabeth Edward, ni mtendaji wa mtaa wa Relini kata Kizota. Kipekee sana tunaishukuru serikali kwa ajili ya kutupatia mradi huu wa kituo cha afya. Tunaishukuru serikali kwa sababu kupitia kituo hiki cha afya watu wengi watakuja kupata huduma katika eneo hili. Zaidi na zaidi tunasema asante. Awali kabla ya uwepo wa kituo hiki, wananchi wa maeneo haya wanaelezea jinsi walivyokuwa wakipata changamoto ya huduma za afya, hali iliyopelekea wakati mwingine kuwapoteza ndugu zao wa karibu. Kwa majina naitwa Cecilia Chundu, ni mkazi wa mtaa wa Relini Kizota. Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu mradi huu umenufaisha hata vijana. Walipata ajira hapa wakati inaanza kujenga, wakina mama, wajasiriamali walipata sana ajira hapa. Kwa hiyo nashukuru kwa hivyo, na bado ikikiisha kituo hiki cha afya tutanufaika, wakina mama tutajifungulia hapa. Huduma ndogo ndogo za kijamii zitapatikana hapa. Awali tulikuwa tunapata shida sana kwa sababu eneo hili hapa la kata yetu hamna kituo cha afya. Kwa hiyo tulikuwa tunapata shida, tunaenda mbali, ni safari ndefu kidogo, lakini sasa hivi matumaini yapo kwa sababu tunaona kituo cha afya kipo tayari na kinaendelea kuwa vizuri. Kwa hiyo muda wote kitakapofunguliwa tutapata huduma hapa. Sina mengi sana isipokuwa nawashukuru sana viongozi wetu akiwemo Mama Samia, Anthony Mavunde mbunge na Jamali diwani wetu. Kwa majina naitwa Yohana Philibert Richard, ni mkazi wa mtaa wa Relini kata yetu ya Kizota. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, na yote kwa yote tuishukuru serikali yetu hii chini ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza kwa kutuletea mradi huu wa ujenzi wa kituo cha afya mtaa wetu huu wa Relini. Ni bahati sana kuwa na kituo cha afya eneo la karibu au mazingira ya karibu. Mwanzo tumepata changamoto kidogo, tumeenda Makole, tumeenda General, wakati mwingine tumeenda mpaka Ntiuka kabisa ili kutafuta huduma. Lakini ndani ya miaka 4 hii ya Mama Samia tumeweza kufanikisha na sisi walau ile ndoto au ile hamu ya wananchi wa mtaa wa Relini na mazingira yanayotuzunguka inaenda kukamilika. Walau baadhi ya huduma tutakuwa tunazipata eneo la karibu hili la ujenzi wetu huu wa kituo cha afya hiki. Kwa hiyo tunaona kabisa wamama wajawazito, wazee na watu mbalimbali wataenda kunufaika na huduma zitakazotolewa hapa. Tunaamini zaidi tutaletewa madaktari bingwa na huduma nyingi tutazipata eneo hili la karibu. Serikali ya awamu ya 6 bado haikuwasahau wafanyabiashara na wadau wa usafirishaji katika kata ya Kizota, na hapa pia tunaona jinsi Rais Samia alivyotoa shilingi bilioni 6 kwenda kufanya ujenzi wa stendi mpya ya kisasa ya kituo cha mabasi kitakachoenda kuboresha huduma za usafirishaji, vile vile kuchochea fursa mbalimbali za kibiashara kwa wakazi wa maeneo hayo. Mama ametoa zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya kujenga stendi
Stendi tunajenga pale kwenye na stendi yetu ya kisasa, nafikiri mtaiona, ambayo inaanza kujengwa na mkandarasi yuko site, na sasa hivi tumeanza kufanya kila kitu. Nafikiri ule mkataba wa stendi ni wa muda wa mwaka mmoja na miezi 4. Kwa hiyo ni kwamba tuna uhakika kwamba stendi itakuwa imekamilika, ambayo itagharimu shilingi bilioni 6 za Kitanzania kujenga stendi ile ya Kizota. Stendi ya Kizota ni stendi ambayo itakuwa stendi kubwa na ya pili kwa ukubwa baada ya stendi ya 88. Kwa majina naitwa Steven Kapangala, mkazi wa kata ya Kizota, mtaa Mbuyuni. Mimi ni mdau wa usafirishaji katika eneo hili la mradi wa stendi ya Kizota. Mradi huu kiukweli una faida na tija kubwa kwetu sisi, hasa wasafirishaji, kutokana na changamoto ndogo ndogo, ikiwepo jambo mojawapo ikiwa ni mashimo. Mvua zinapokuwa nyingi ni changamoto namna ya upitaji wa magari, na hata katika hali ya ufanyaji wa biashara pia inakuwa ni changamoto ya ziada. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyeweza kutuletea miradi mikubwa ya maendeleo ya kuboresha eneo letu la stendi hapa kata ya Kizota. Ni mradi mkubwa na wenye tija kubwa sana kwetu sisi, hasa wananchi na wadau wa usafirishaji, kwa sababu mradi huu unakwenda kufungua nyanja za kiuchumi kwa wafanyabiashara, wajasiriamali na wafanyabiashara ndogo ndogo. Lengo kubwa la serikali ni kutusaidia, lakini mbali tu ya kutusaidia, linatusaidia zaidi kuweza kuboresha mazingira haya ya kufanya biashara katika mazingira rafiki na yenye kufikika na yenye tija. Na fikiri mradi huu pia utatuletea maendeleo makubwa sana, sio tu kwa kata, hasa katika mkoa wetu wa Dodoma ambao unaongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Bi Rosemary Senyamule. Tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6, kweli imefanya mambo makubwa sana na tunapenda kuipa pongezi sana. Matarajio yetu sisi kama wananchi na wadau wa usafirishaji na wafanyabiashara wadogo, kwa sababu uboreshaji wa hii stendi yetu ya Kizota unatugusa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu patakapoboreshwa zitakuwa ni njia, kwa sababu itawezesha magari yote kuingia kwa wakati. Hata yule mfanyabiashara anayeuza kitu kidogo, biskuti, maji, pipi, anaweza kuuza kwa wakati, na hiyo itamrahisishia zaidi kuliko kukimbizana na magari barabarani kwenye lami ambao sio mazingira rafiki, afu hayamwezeshi mtu kuweza kufanya biashara yenye ufanisi. Lakini tunapenda kushukuru kwa sababu lengo hili ni kubwa sana. Serikali imesikia kilio chetu, ilikuwa ni kilio chetu cha muda mrefu kuboreshiwa stendi yetu, lakini serikali imeitika na imetuletea mradi mkubwa huu. Ilikuwa inaweza kupeleka mahali pengine pengi tu, lakini tumependelewa sisi chini ya serikali ya awamu ya 6. Tunapenda sana kuwashukuru viongozi wetu, wamesikia kilio chetu na waweza kutuwezesha. Asanteni sana. Pia tunapenda kumshukuru mbunge wa jimbo la Dodoma mjini, Mheshimiwa Anthony Mavunde, pamoja na diwani wetu wa kata hii ya Kizota, bila kumsahau mkuu wa mkoa wetu Bi Rosemary Senyamule. Wanafanya kazi kubwa sana na kweli inahitaji pongezi na wanahitaji kupongezwa sana. Kweli Dodoma sasa hivi imeitika na tunashukuru sana. Karibuni sana Dodoma, watu walio mbali tunawakaribisha, karibuni Dodoma, njoo uwekeze, kuna fursa nyingi za kibiashara. Karibu sana. Kwa majina yangu naitwa Recho John Kusaya, lakini kwa hapa stendi natambulika kama Auntie Recho. Mimi ni mama lishe, ninaandaa chakula mchana, asubuhi na jioni, lakini pia ninashukuru sana kwa mradi ambao umetufikia kwa wakati huu. Yaani hii stendi tulianza nayo muda mrefu na ni kilio chetu cha muda mrefu sana. Tumekuwa tukilia. Lakini ashukuriwe Mungu, viongozi wetu wamesikia kilio chetu na hatimaye stendi yetu imeanza, mradi umeanza, na sasa tuko tayari. Wakati wowote tutakuwa na fursa nzuri za kufanya biashara vizuri. Mimi kama mama lishe kwa upande wangu nafurahia kwa sababu watu wengi wataingia. Kama magari yatakuwa yanaingia hapa, watu watakuja kula kwa wingi. Yaani sisi kama mama lishe sasa hicho kipengele ndio huwa tunakipenda. Watakula watu kwa wingi, tutafanya biashara, tutapata maendeleo. Kwa hakika tutaweza kufanya mambo mengi sana. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6, wamesikia kilio chetu. Hiyo tunasema asante sana. Tunashukuru kwa ajili ya huu mradi ambao umekuja kwetu kwasa. Tunapozungumzia kukua na kupiga hatua kimaendeleo, basi hatuwasahau wafanyabiashara wadogo almaarufu machinga. Kiufupi tunaweza kusema serikali ya awamu ya 6 imewaona wajasiriamali hao kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 9 zinazoenda kutengeneza machinga complex itakayotumiwa na wafanyabiashara hao. Diwani wa kata ya Kizota Jamal Ngalia anafafanua hili kwa undani. Lingine la kushukuru ndo kama nilivyosema, baada ya miaka 3
baada ya miaka 3 ijayo ukifika kwenye kata ya Kizota unaweza ukaanza kushangaa hii ni Kizota ambayo unaifahamu au ni Kizota ambayo labda unaweza ukahisi kama uko sehemu nyingine. Pale kuna machinga complex kubwa inajengwa, kubwa nzuri ya kisasa ambayo inajengwa pale yenye thamani ya shilingi bilioni 9 ambazo Mama Samia ameshazileta, na hivi ninavyoongea nafikiri mkandarasi muda sio mrefu ataingia site, kwa sababu makubaliano yalikuwa ni tarehe 5, kama sio tarehe 5 mpaka tarehe 10 mkandarasi ataingia site kwa ajili ya kuanza kujenga machinga. Mama tayari ameshatanguliza bilioni 3 kwenye huo mradi wa bilioni 9. Bilioni 3 kwa ajili ya mkandarasi kuingia site na kuanza kuijenga ile machinga. Hiyo machinga inaweza kubeba wafanyabiashara wasiopungua 7,500 kwa mara moja. Lakini pembeni ya machinga kuna majengo marefu ambayo yamewekwa pale. Tutakuwa na mahoteli kwa pembeni ya machinga, tutakuwa na hoteli za kisasa nafikiri kama mtakavyoiona kwenye ramani. Kutakuwa na hoteli, kutakuwa na masoko mengine makubwa ya kisasa na masoko ya mitumba pembeni. Yaani ni machinga fulani ambayo inajengwa ni machinga ya kisasa. Nafikiri itakuwa ina tofauti kubwa na ile machinga ambayo tunayo sasa. Uwezeshaji kwa wananchi kiuchumi ni sehemu iliyopewa kipaumbele na serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha wananchi wanazipambania ndoto zao. Kata ya Kizota imekuwa ni sehemu ya wanufaika wa mikopo ya 10% isiyo na riba iliyotolewa kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Teresia Ntui, afisa maendeleo ya jamii kata ya Kizota, anafafanua jinsi wakazi wa kata hiyo walivyonufaika na fursa ya mikopo ya 10%. Kata ya Kizota ni miongoni mwa kata za jiji la Dodoma ambayo imenufaika na mikopo ya 10%. Katika mikopo hii tangu awamu hii ya Mama Samia kuna mikopo imetolewa, japokuwa kwa muda kidogo ilisimamishwa, lakini kata ya Kizota tumenufaika kwa shilingi milioni 410. Katika milioni 410 makundi ya wanawake 28 walipata milioni 192, vijana vikundi 16 vimepata milioni 164 na watu wenye ulemavu wamepata milioni 49. Katika kundi la watu wenye ulemavu ni vikundi 5, vijana vikundi 16, wanawake vikundi 28. Tunaona faida kubwa ambayo wanaipata wajasiriamali, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwenye mikopo hii. Kwa sababu baada ya kupata mikopo hii ni yenye masharti nafuu, ni mikopo ambayo haina riba, inatolewa baada ya kutolewa kikundi kitarudisha kama mkopo ulivyokuwa. Yaani kama wakikopa milioni 10 watarudisha milioni 10 ile ile. Na wanapewa muda unaitwa grace period. Wanapewa muda wa miezi 3 ili kuanza kurejesha baada ya kuanza kutekeleza mradi. Kwa hiyo vikundi vingi vimenufaika. Vikundi vingi vimefanya vizuri, kuna vikundi vya vijana wa bodaboda, vijana wamepata ajira, wakina mama wamejiajiri, wamekuwa na miradi ambayo ni endelevu. Kiukweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anawafikia wananchi kwa kiwango kikubwa, wale wajasiriamali wadogo. Kwa sisi jiji la Dodoma tunamshukuru Rais kwa namna ya pekee Mama Samia, kwa sababu mikopo hii kwa kipindi cha mwaka uliopita ilikuwa imesimamishwa kidogo, lakini dirisha limefunguliwa, tunaenda kutoa. Lakini sasa kutoa kwenye kata yangu ya Kizota tunaenda kuwapa, kuna vikundi ambavyo vimeandaliwa, vikundi 12 vinaenda kufaidika na mikopo hii, na utaratibu wake utaanza hivi karibuni. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwa awamu inayofuata kwamba vijana wanaenda kuchangamkia fursa hii. Kwa hiyo tunawaalika wakazi wa Kizota, tunawaalika kina mama, tunawaalika vijana, tunaalika watu wenye ulemavu wajiunge kwenye vikundi hivi ili waweze kupata mafunzo kama mwongozo unavyoeleza. Watapata mafunzo, watasajiliwa ili kupata fursa ambazo zipo. Mkurugenzi anazitoa fursa hizi, ziko wazi na kila mwananchi yule mjasiriamali ambaye yuko tayari kufanya biashara na anaweza kuunda kikundi cha watu 5 wangapi wale wanaoelewana. Kwa hiyo ni muhimu sana fursa hii wananchi wakaendelea kujua, wakazi wa Kizota wakajua kwamba fursa hii iko wazi, iko mbele yao. Kila mtu anaweza akaweza kuifikia. Kwa upande wao wanufaika wa mikopo hiyo na wao wakawa na machache ya kueleza jinsi maisha yao yalivyobadilika kupitia fursa hiyo na kuendelea kutoa rai kwa jamii kuchangamkia fursa hizo zinapojitokeza.
Kwa majina najulikana kama Edina Steven Mwanjila, ni mwenyekiti wa kikundi cha Angel Group mtaa wa Lelini. Sisi kama Angel Group, kwanza kikundi chetu sisi ni mafundi cherehani. Baada ya kuona kwamba tuna changamoto nyingi na kupata taarifa kwamba kuna mikopo kupitia afisa maendeleo wa mtaa wetu wa kata yetu ya Kizota, basi akawa ametupa hiyo taarifa kwamba kuna mikopo ya kiserikali ya 10%. Na kwa sababu tulikuwa tujawahi kukopa, akatuelekeza namna ya kupata hiyo mikopo, na tukafuata taratibu zote, tukaanzisha kikundi chetu. Kwanza kilikuwa kimeanza, kwa hiyo akatuelekeza kwamba kikundi hili tupate mkopo inatakiwa tusajiliwe, tukasajiliwa. Katika harakati zote za kusajili, tulipokwama, afisa maendeleo wetu alitusaidia, tulikuwa naye bega kwa bega. Na baada ya kusajili kikundi chetu, tukawa tumeomba mkopo. Sisi kikundi chetu cha Angel Group chenye watu 5 tuliomba mkopo wa shilingi milioni 3 na tuliupata, na ule mkopo ulitusaidia. Kama hivi mnavyoona, tulikuwa hatuna overlock, kwa ajili overlock inasaidia kwa kufanyia nguo zetu finishing. Lakini tulikuwa hatuna. Baada ya kupewa huo mkopo, tulinunua hiyo overlock na tukanunua pia material. Badala ya kwenda mjini, tunapata material hapa ofisini kwetu. Kikubwa zaidi, tunamshukuru mama kwa jinsi ya mikopo hii ilivyotusaidia. Imetusaidia kupata kipato kwa ajili ya familia zetu, imetusaidia kuinua vipato vyetu kama jamii. Na kitu kingine, nilikuwa na shauri wa mama wengine wasiogope. Mikopo ni ipo na serikali inatoa na inasaidia. Yaani tunashukuru sana serikali yetu kwa kutujali sisi wanawake. Wengine wanahangaika kwenye mikopo ya kausha damu, lakini ukija serikalini mikopo yao ni rafiki na ni nafuu na inaweza kupatikana kwa urahisi zaidi. Kikundi chetu kinapatikana mtaa wa Lelini, kata ya Kizota, mitaa ya Msikitini. Kwa majina naitwa Jackson Samuel Makolonja, ni mwenyekiti wa kikundi cha Manyema Group. Kipekee ni kwamba tuliweza kufanikiwa kupata mkopo wa milioni 36 kutoka kwenye kata ya Kizota. Nitangulize shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge wetu Antoni Mavunde pamoja na diwani wa kata ya Kizota. Kiukweli ni kwamba waliweza kutuwezesha vijana kujiinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye mafanikio tulionayo kupitia mikopo ya vijana 10%. Sisi kama vijana tuko kwenye kikundi chetu watu 5, tunajihusisha na usafirishaji. Tulifanikiwa kupata bajaji 3 pamoja na bodaboda 2. Na kupitia bajaji hizo 3 na bodaboda 2 kuanzia mwaka 2023 tarehe 30 mpaka hivi sasa, kwa kweli tunamshukuru Mungu kupitia viongozi waliotuwezesha na kupata huo mkopo. Kuna mafanikio tumeyaona kukizi mahitaji ya familia zetu pamoja na kujiendesha kiuchumi. Zaidi sana nitoe shukrani kwa serikali ya awamu ya 6, hasa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Yeye ndi kama kiongozi mkuu ambaye amesababisha hata viongozi wa chini, mbunge wetu Antoni Mavunde pamoja na diwani wetu Jamali. Hawa ni watu ambao wameweza kutuwezesha sisi kama vijana. Kwa kweli kipekee ni kwamba tutoe fursa hizi kuwashukuru sana kwamba wameweza kujitahidi kutufanya vijana tuonekane hata kwenye jamii. Lakini pia nitoe hamasa kwa vijana wengine kwamba vijana, cha kwanza ni kujiamini. Kama unaweza kujiamini na ukijua nini unafanya, naamini serikali inaweza kukushika mkono. Hivyo basi vijana tuwe waaminifu, kuwa kipaumbele, kujionyesha kwa viongozi kwamba tunaweza kuaminika. Mikopo inapatikana, kikubwa ni kujitahidi, kikubwa ni kujiamini na kuwa tayari. Asanteni sana. Hayo yote yaliyofanyika katika kata ya Kizota yamekuwa sambamba kiutekelezaji kupitia namna nzuri ya utawala bora, ikiwa kielelezo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wote waliopo chini yake katika utendaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Hapa tunaelezwa kwa kina na Aidan Libenanga, afisa mtendaji wa kata ya Kizota, jinsi wanavyodumisha utawala bora. Kata ya Kizota tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi vizuri, hasa kwenye upande wa utawala bora. Mikutano imefanyika kwa wakati na kwa weledi. Usomaji wa mapato matumizi kwenye kata ya Kizota, huwa mapato yanasomwa. Kwa upande wa serikali za mitaa, mapato matumizi yanasomwa kila baada ya miezi mitatu. Kwa maana kwamba kwa kila robo miezi mitatu mapato matumizi huwa yanasomwa vizuri na watendaji wa mitaa kwa kushirikiana na wenye viti wao.
Lakini vile vile kwa ngazi ya kata, mimi kama katibu wa WDC, mapato ya matumizi huwa yanasomwa. Kila robo tulikuwa tunasoma mapato ya matumizi. Fedha zote ambazo zinaingia kwenye akaunti ya kata, huwa tunawaambia wajumbe ambao ni wenye viti wa mitaa na wataalamu wengine wote, huwa tunawasomea mapato ya matumizi, tunawasomea vizuri. Kwa upande wa migogoro, kata ya Kizota migogoro tumeitatua kwa kiwango kikubwa. Kuanzia Mheshimiwa Rais aingia madarakani 2021 mpaka 2025. Kwa upande kata ya Kizota migogoro imepungua kwa kiwango kikubwa kutokana na umaridadi mkubwa kuisolve migogoro hiyo, hasa migogoro mingi, migogoro ya ardhi na migogoro mingine midogo midogo ya kifamilia, ya ndoa midogo tumeitatua kwa kiwango kikubwa. Hadi kufikia sasa upande wa migogoro sio mingi sana kwa kata ya Kizota, ni michache. Kwa hiyo tunajivunia kwa hilo. Lishe bora kwa jamii pia imekuwa ni sehemu ya hamasa katika kata ya Kizota kupitia utoaji wa elimu katika mikutano ya hadhara pamoja na kuadhimisha siku ya Saliki. Sisi kama kata ya Kizota huwa tunaadhimisha siku za Saliki, au unaweza kusema kwa lugha nyingine nasema maadhimisho ya lishe bora. Maadhimisho haya huwa tunafanya tunafanya kwa ngazi za mitaa na tunafanya kila robo. Huwa tunaadhimisha maadhimisho ya lishe. Huwa tunashirikisha jamii iliyopo inatuzunguka kwa kuwapa elimu za lishe, kula vyakula bora vyenye afya, matunda mazuri, waishije. Kwa hiyo mimi nadhani wananchi wengi kata ya Kizota kwenye masuala ya lishe wanauelewa mkubwa kupitia elimu hizo, kushirikiana na afisa maendeleo, afisa ustawi na wataalamu mbalimbali huwa wanakuja kutoka jiji, tunashirikiana nao. Serikali ya awamu ya 6 pia imeendelea kutilia mkazo katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, na hapa tunaona jinsi kata ya Kizota inavyoendelea kusimamia hilo ili kuondokana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia yenye kuleta madhara ya kiafya na uharibifu wa mazingira. Lakini ukija kwenye swala lingine, kwa mfano sasa hivi kiukubwa ya Mheshimiwa Rais ni kutaka kuwaona Watanzania wote tunakwenda kwenye matumizi ya gesi asilia, matumizi ya nishati ya gesi, ambayo kwa kata ya Kizota kwa kweli mimi naomba nizungumze kwamba mama amejitahidi sana kuwagaia wajasiriamali, taasisi ambazo ziko kwenye kata yangu kwa kutumia gesi, na sasa hivi ni mwitikio mkubwa wa gesi kwa maeneo mengi ambayo mama amebadilisha kwa ajili ya kulinda mazingira yetu kwenye haya maeneo. Ni jambo ambalo tunaweza tukajivunia sana, ambalo mimi binafsi nampa big up mama kwa kitu ambacho amekifanya na ametuheshimisha sisi wasaidizi wake huku chini. Kampeni ya utunzaji wa mazingira nayo imepewa kipaumbele katika kata ya Kizota, na hapa tunajionea maendeleo makubwa yaliyofanyika kwenye eneo hilo. Aidan Libenanga, afisa mtendaji wa kata ya Kizota, analibainisha hili kwa undani. Kwa upande wa utunzaji wa mazingira kata ya Kizota tuko vizuri kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshapanda miti zaidi ya 9,000. Tumepanda miti shule ya msingi Mahungu, hapa ipo miti tumeipanda. Tumepanda miti ofisi ya kata, tumepanda miti kwenye vituo cha afya, tumepanda miti kwenye shule ya msingi Mbuyuni ambayo ni mpya kwa kupitia wadau mbalimbali. Kwa hiyo kwa upande wa utunzaji wa mazingira kata ya Kizota tuko vizuri, hasa kuwapa elimu wananchi juu ya utunzaji wa mazingira, kutokata miti ovyo, kutunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo wananchi wa Kizota wako vizuri kwenye utunzaji wa mazingira, hasa kuhamasisha kupanda miti vizuri na kuitunza na kuimwagilia maji vizuri. Sekta ya michezo katika kata ya Kizota imekuwa kwa nafasi kubwa kwa kipindi cha miaka 4 ya Rais Samia. Hapa pia tunaelezwa jinsi makubwa hayo yalivyofanyika, huku mchango mkubwa wa mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Antoni Mavunde ukitajwa kuwa ni chachu ya mafanikio katika sekta hiyo. Kizota tuna talenti, tuna vijana wengi wenye talenti, lakini Kizota tuna timu ya mpira ambayo ipo pale inaitwa Area. Tuna vijana wako pale lelini wanacheza, wapo kwenye michezo, tuna mashindano. Lakini ukija kwenye sanaa za maigizo, sanaa za uimbaji, tuna vipaji vingi vya kutosha kwenye kata ya Kizota, na ni jambo ambalo lipo. Na bahati nzuri Mheshimiwa mbunge huwa anaanzisha mashindano. Utaona Mavunde Cup, sijui kuna mashindano fulani Mheshimiwa mbunge ameanzisha kwa nguvu, lakini kata yetu ya Kizota hatujawahi kurudi nyuma. Haya yote yaliyofanyika katika kata ya Kizota kwa kipindi cha miaka 4 ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akisaidiana na viongozi wake wakiwemo mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Antoni Mavunde, ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma pamoja na diwani wa kata ya Kizota Jamal Ngalia. Hatuna budi kusema usione vyaelea ujue vimeundwa. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini halmashauri ya jiji la Dodoma na kusomwa na mimi Nancy Kivuyo. Kwaheri kwa sasa.